Asante sana ndugu zangu wanahabari. Mimi naitwa Charles Mwakitesile ambaye ni mzalendo ndani ya nchi yetu ya Tanzania, lakini ndani ya Chama cha Mapinduzi mimi ni mjumbe wa halmashauri kuu ya chama mkoa wetu wa Mbeya na mjumbe wa mkutano mkuu taifa. Kwa hiyo niko hapa leo hii kuzungumza nanyi kwa ajili ya kushiriki nanyi kuzungumza mawili matatu kwa ajili ya mustakabali wa nchi yetu, kwa sababu ili nchi yetu izidi kuwa na amani na ipate maendeleo inamtegemea kila Mtanzania na inamtegemea kila raia, kwa sababu kila Mtanzania ana haki zake za msingi na ana miliki yake katika nchi hii. Tunashukuru sana kwa ajili ya amani na utulivu vinavyoendelea mpaka hivi sasa chini ya kiongozi wetu, rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan, ambaye pamoja kwamba ndiye mgombea pia wa Chama cha Mapinduzi tunapoelekea kwenye uchaguzi siku chache zijazo, kwa maana ya siku mbili. Nampongeza sana kwa jinsi kazi aliyoifanya, kazi kubwa ya kuleta maendeleo makubwa katika nchi yetu, meleta maendeleo yanayoonekana. Nilipata nafasi ya kushiriki dhifa ya mwisho ya kumwaga hayati pale Dodoma, wakati aliposimama makamu wa rais kwa kipindi hicho Daktari Samia Suluhu Hassan. Mimi ni mmoja wa Tanzania ambaye niliondoka na chozi, nikasema inakuaje wakati huo. Sasa kama tunakumbuka ndugu zangu, ilikuwa tayari kwa mujibu wa katiba amekwisha, tumekwisha sikia na tumekwisha jua na amekwisha apishwa kuwa rais wa nchi kwa mujibu wa katiba. Mama huyu anaposimama pale, anaposema aliyesimama mbele yenu ndiye rais wa nchi mwenye jinsia ya kike, ni wahakikishie wa Tanzania kwamba nchi itakwenda. Nilikuwa mmoja wa Tanzania ambao tulidondosha chozi. Chozi ile ilikuwa ni kwa ajili ya nini ndugu zangu wanahabari? Ilikuwa ni kwa sababu kwanza ya kumuonea huruma kwamba anapokea nchi katika kipindi kigumu, kipindi ambacho hayati Daktari John Pombe Magufuli ameanzisha miradi mingi sana. Tunaiona standard gauge hajakamilika, bwawa la Mwalimu halijakamilika, daraja Swiri halijakamilika, miradi mikubwa, barabara zimechimbwa kila kona ya nchi hii. Napata ujasiri mkubwa sana wa kumsemea huyu mama kwamba tarehe 29 naungana na wanaosema tarehe 29 kutakuwa na maandamano. Mimi nawasihi haya maandamano badala ya kuyapeleka kwenye vurugu, twende tukaandamane kwenda kumpigia kura Mama Samia. Twende tukaandamane kwenda kumpigia kura Mama Samia kwa maana ya kwenda kumtendea haki. Tukaandamane, mabalozi waandamane kutoka kwenye balozi zetu, viongozi tuandamane, viongozi wa vyama vyote tuandamane, tushikamane. Siku hiyo tuweke pembeni UPDP, tuweke pembeni NLD, tuweke pembeni UDP, tuweke pembeni Chadema, tuweke pembeni CCM. Tuseme kwa kazi hizi alizozifanya huyu mama, tuandamane, twende tukamheshimisha, tumpe mitano tena. Na hoja nimetangulia kuzisema chache. Hatuzungumzi siasa hapa, tunazungumza hali halisi na tunazungumza habari ya maisha yetu. Nimezungumza habari ya kusomesha watoto bure, nimezungumza habari ya maisha yetu. Nimezungumza habari ya miundombinu inayojengwa, nimezungumza maisha yetu. Leo hii Dodoma, kwa watu walioko Dodoma wanaotumia SGR, ndugu zangu, unaondoka saa 12 Dar es Salaam upo saa 2, unamaliza shughuli zako, unaondoka na SGR ya saa 2, unarudi Dar es Salaam, unafika mapema, unafanya shughuli zako. Ndio maisha hayo. Ni urahisi tu wa kutafsiri hesabu za kiuchumi kwamba unapotaka wewe uyaone maendeleo ya nchi hii kwa kupata pesa mfukoni, angalia urahisishaji uliofanyika wa huduma hizi. Ninaposema Mama Samia ameongeza ndege, leo hii tuliowahi kupanda ndege mapema zinapoanza mikoani humu, utakubaliana nami ndugu zangu wanahabari kwamba ulikuwa unatoka hapa Mbeya, ndege za kwanza kabisa kutoka hapa Mbeya watu wamelipa 800,000. Lakini Magufuli alipoleta ndege, Mama Samia ameongeza ndege, una uhakika 200,000 na kitu, 100,000 na kitu kwenda Dar es Salaam kwa ndege. Una uhakika kupata tiketi ya return ticket kwa 300,000 kwenda Dar es Salaam na kurudi, ambao ni sawa na basi sasa, kwa sababu Mbeya hapa kuna luxury bus VIP ambazo ni 120,000. Kwa hiyo unashindaje kufafanua maendeleo haya kwa msingi huo? Kwa hiyo tunaposema tukaandamane tarehe 29 mapema asubuhi, tufanye maandamano ya kuamshana, tufanye maandamano ya kuhamasishana, bwana wewe wa chama hiki nini, twende tukachague maendeleo.
Na tunaposema tukachague maendeleo, ndugu zangu, tunaenda kumchagua Daktari Samia Suluhu Hassan. Picha yake yuko na mgombea mwenza pale, Daktari Emmanuel Nchimbi Balozi. Twende tuwachague waongoze nchi hii. Kwa nini? Tuna hoja, Mama Samia huyu ameshafanya kazi kubwa. Tuna kitu gani wa Tanzania ambacho tunakitaka? Na tayari ameshaahidi huyu mama, anasema tumpe siku 100 mara baada ya kuchagua. Anaona kuwezesha kina mama, anaona kuwezesha vijana. Hizo pesa tunazozitaka ameshazitenga, mabilioni ameyatenga ya kutosha. Kwa nini? Tumemwona ameshafanya hata hivi sasa. Ndugu zangu, nawasihi sana tukamate hii. Mustakabali wa nchi yetu uko tarehe 29. Na nataka nisikitike na niwasihi sana wale ambao wamejihamisha akili zao na wanaona kama vile hawako Tanzania. Biblia yangu inayosoma, mimi ni Mkristo, Biblia yangu inayosoma inasema kwamba utakula mema yanayotoka kwenye mdomo wako. Na wasi tuache kuinenea nchi hii mabaya, kwa sababu Mungu tayari ameshainenea mazuri. Kwa nini nasema ameinenea mazuri? Amani na utulivu tulivyo navyo hivi ni kibali kutoka kwa Mungu. Amani na utulivu tulivyo navyo hivi ni uongozi bora wa nchi yetu. Tangu hayati baba wa taifa, hayati mzee wetu Julius Kambarage Nyerere na viongozi waliofuata wamehubiri amani, wamehubiri amani, wamehubiri amani mpaka hapa tulipo. Sasa Mama Samia hawezi kufanya kazi peke yake. Mama Samia hawezi kufanya kazi peke yake. Ndio maana amekaa pale mgombea mwenza ambaye ni Daktari Emmanuel Nchimbi ili wafanye pamoja. Lakini tunawahitaji watu watakaosaidia naye ambao ni wabunge. Tunao wabunge wazuri sana ndani ya chama chetu cha Mapinduzi. Na mimi kwa mkoa wa Mbeya ninajivunia hapa nilipo. Najivunia Daktari Tulia ambaye ni mbunge wa Uyole. Najivunia Patrick Marunengi ambaye ni mgombea wa Mbeya mjini, maarufu Trump. Ndugu zangu, tunakwenda kupata mafanikio makubwa sana. Lakini nafasi yangu kama mjumbe wa halmashauri kuu ya mkoa, najivunia wabunge wangu wote wa majimbo yangu yote ambao wanafanya kazi vizuri sana. Kwanza Chunya kule kwa kijana yuko kule Masache Kasaka, fanya kazi vizuri sana, maendeleo yameonekana. Chunya ile sio ya sasa, lakini unakwenda mpaka kule Busokelo kule yuko mtu anafanya kazi vizuri sana, ameingia sasa, alikuwa ni mkurugenzi. Wananchi wa Busokelo wamempa nafasi. Rutengano Mwaruiba ni kijana ambaye anakuja kwa kasi na atafanya makubwa sana. Kiela kule wamefanya mabadiliko, yuko Mamengo kwenda kufanya kazi kubwa sana. Huyu Rungwe hapa yuko mtu anaitwa Mantona, ni kipindi kingine sasa wanakwenda kufanya kazi kubwa sana. Lakini Mbeya vijijini yuko kijana Shida Patali. Najaribu kuitengeneza hiyo timu ya Mbeya. Ndugu zangu wana habari, muione kwamba ninapowazungumzia Dr. Tulia Speaker, na tunakwenda Mbarali kule kuna mwanadada anaongoza jimbo kama alivyo Dr. Tulia hapa, Bahati Ndingo. Kwa hiyo ukianza kwa Bahati Ndingo kule Mbarali, ukija hapa Mbeya unamkuta Dr. Tulia, mwanamama machachari kabisa. Ukienda Mbeya vijijini unamkuta Shida Patali, ukiwa hapa jiji lenyewe unamkuta Trump, yuko Patrick Marunengi hapa. Ni wasii wa Tanzania wote kwamba tarehe 29 twende tukaweke historia ya nchi yetu. Na tunakwenda kuweka historia ya nchi yetu kwa namna gani? Twende tukamchague rais mwanamke wa kwanza bora Afrika ambaye amefanya makubwa ya kihistoria, amefanya mageuzi ya kiuchumi, amefanya mageuzi. Juzi nilikuwa namsikia profesa yule alishakuwa Auditor General amesema uchumi wa Tanzania unakuwa chini ya Daktari Samia. Twende tukaweke historia ya kupiga kura za kishindo, na tutazipata zile kura. Tukafanya maandamano, sio maandamano ya vurugu yale ambayo watu wanahamasishana. Mimi nasema twende tarehe 29 tukafanya maandamano ya kwenda kumpigia kura Daktari Samia Suluhu Hassan. Kura za kutosha za ndio, akiwa na mgombea mwenza pale Daktari Emmanuel Nchimbi Balozi. Twende tukawape kura za kutosha na wasisi na Watanzania. Yale tutakayoyafanya ndio yatakaowapa nguvu viongozi hao ya kutenda makubwa na maajabu yatakao tupeleka mbele kimaendeleo. Na ili waweze kufanya kazi nzuri, twende tukawaheshimishe wabunge wetu wa Chama cha Mapinduzi, tukawachague wa kutosha, kwa sababu chini ya Daktari Samia ndio wameongoza kwa kuleta maendeleo haya. Tukawarudishe madarakani, walete maendeleo makubwa ndani ya nchi yetu hii. Lakini ziko halmashauri huku pia, twende tukawaheshimishe madiwani wetu wa Chama cha Mapinduzi. Hapo sijazungumzia habari ya itikadi. Mimi nazungumza maendeleo. Sasa maendeleo yameletwa na Chama cha Mapinduzi. Maana yake ndio ninachokiombea kula kwamba twende tukatunze amani, kwa sababu Chama cha Mapinduzi ndio kilichotunza amani na utulivu katika nchi yetu. Chama cha Mapinduzi ndicho kilichohakikisha kwamba kinatuunganisha Watanzania.
Leo hii juzi nilikuwa naona mashehe na Wakristo wamekaa na wachungaji. Hiyo ni matunda. Turudi tulikokuwa ndugu zangu. Ilikuwa si rahisi kumkuta shehe amekaa na mchungaji. Si rahisi kumkuta shehe amekaa na askofu. Leo hii tunakaa tunakumbatiana. Ameshasema rais, vyombo vyetu vya ulinzi vimeshajipanga vizuri. Na hiyo ndo kazi yao. Kuna mtu nimemsikia juzi anasema vyombo vya dola visitishe watu. Havitishi watu. Kazi ya jeshi la polisi ni kulinda amani na utulivu.